mtu hajazaliwa, mama ukiwa mjamzito, naongea na wamama sasa, uwe mwangalifu sana na maneno unayosema kwa mtoto akiwa tumboni. It is scientifically proven kwamba mtoto anapokuwa tumboni anasikia unayoyasema. Maneno, vita ya maneno inakuwa hivi. Kwa mfano, umezaa mtoto wa kwanza mwanamke, unazaa mtoto wa pili mwanamke, unazaa mtoto wa tatu mwanamke, pako unasema jamani, nataka nizae mwanaume. Mwanaume jamani, mwanaume jamani. Kwa hiyo unajipanga, unamwambia mmeo, tulikuwa tumepanga tuishie watoto watatu, sasa tumezaa wanaume wanaume wanaume, sasa tuongezee na mwingine ili angalau tupate sasa mwanamke. Mnajikunja kweli kweli, mnasema kimatumizi maisha yamekuwa magumu, watatu walikuwa wanatosha, lakini sasa mume wangu tusipate angalau mwanaume. Mungu atusaidie. Tunga mimba sasa pale. Mimba tu ina miezi, hata miezi haijafika miezi mitatu, mama anasema nikafanyia ultrasound. Anakwenda kufanyia ultrasound, moyo wake uko juu juu. Kumbuka alipokuwa tumboni, kale katoto kale kanasikia kwamba anayetakiwa hapa ni mwanaume, ni mwanaume 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 mwanaume. Mtoto aliye ndani ya tumbo, aliyotungwa ujauzito, anajua mimi ni wa kike. Mama huyo anakwenda kupima, anaambiwa mama, oh hongera. Nini kwani? Hongera sana. Nini kwani? Daktari huyu unajua hajui. Anambia Mungu amekupa mtoto wa kike. Wa kike tena. Wa kike tena. Kumbuka alikuwa ameona ametosha. Kwa sababu kwanza hao watoto pengine amejifungua kwa operation, watoto wote watatu wa kike. Anaona nisikomee watatu, angalau nijitahidi angalau operation ya 4. Wa kike tena. Wa kike tena. Kanasikia na kenyewe tumboni. Kanaambiwa kwamba, kanasema wa kike hawatakiwi. Kwa kanapokuwa kamezaliwa, ile roho ya kukataliwa na mwingia yule mtoto, kwamba wewe ni wa kike ila hutakiwi. Anakuwa ni mtoto wa kike, ana tabia ya kiume. Sasa anajiona mwili ni wa kiume, lakini mawazo ya mwili ni wa kiume, mawazo ya kike. Yaani ni mwili wake ni wa kike, lakini mawazo ya mwanaume. Unakuta sasa mwanaume kasichana ni kama mwanaume kabisa, hata kutembea amenyoa panki, hata anaocheza nao ni wanaume tu, na anakuambia kabisa mimi I feel, najisikia mimi ni mwanaume kabisa, najisikia mimi. Na hata rafiki zake unaona anacheza mle na rafiki wa kiume. Hata anavovaa, ukiona amevaa yani mwanaume, yani amepiga panki lake hapo, jinsi yake hapo, na anavotembea na yani ukukuta anavuta bangi na wanaume, huwezi kuamini. Kwa sababu ndani yake mwili ni wa mwanamke, lakini ndani yake hisia zake ni za mwanaume. Na huyo mtu kwenye maisha hawa watu hutamwona amevaa sketi, ni kaptula na suruali. Hutamwona amesuka, ni kofia na matisheti na buti. Halafu mpaka unafika wakati na mwili anabadilika, anakuwa kifuani amejaa kabisa, hata kucheka acheke, hakuna smile wala nini. Unanielewa Sasa hao, hebu sema hao, ile roho ya kukataliwa inawaingia. Kuna mashetani yanawaingia, mwili ni mwanamke lakini hisia ndani anajiona ni mwanaume. Ndio wale sasa baadaye, ingawa ni mwanamke, sasa anaoa mwanamke. Anajisikia mimi naweza kuoa kabisa, ila hawezi kuoa kwa sababu hana organ za kiume.
Ndio naona Marekani wanakwenda anafanyiwa operation, anawekewa organi za kiume ili awe mwanaume, ili aoe. Hao sasa tatizo limeanzia tangu tumboni. Hebu sema tangu tumboni. Hata hapa unamfunguaje? Unajua unamfungua hivi, Roho Mtakatifu. Hebu sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu yuko mbele na Roho Mtakatifu yuko nyuma. Unamwomba Roho Mtakatifu kwamba huyu mtu tunaomba kwa njia ya Roho Mtakatifu tumrudishe nyuma mpaka kwenye tumbo la mama yake. Sio kwamba utakufa. Alafu akirudi nyuma hivi kwa Roho Mtakatifu tumwambie sema mimi ni mwanamke na nafurahia kuwa mwanamke. Alafu tunafuta kwenye kumbukumbu yako ya subconscious. Tunafuta mazagazaga haya. Unashangaa huyu mtu anakuwa kama ameamka usingizini.